ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darsi yetu ya leo ya pili kwa kudabbar ayat kwenye surati Yusuf, ambayo tunajifundisha vipi kutengeneza hizi nyoyo zetu na kuzijua kwanza hizi nyoyo, na vipi tuwe kufuata mwenendo wa mitume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Tafsiri ya aya, Yaqub amani imshukie alisema kumwambia mwanawe Yusuf, ewe mwanangu, usiwatajie ndugu zako ndoto hii, watakuhusudu, watakufanyia wadui na watafanya hila za kukuua. Hakika shetani kwa binadamu ni adui ambaye uadui wake uko wazi wazi. Subhanallah. Nyoyo ambayo wa nabii Yaqub alayhi salam wenye husni dhann billah, moyo wenye nini? Wenye nia njema. Moyo wake una nia njema, yani jua yeye kuwa nabii amehisi kitu kama hichi, lakini anasema nini? Anasema najua kama sio tu wao, isipokuwa shetani ndo anawatia wasiwasi. Inna shaytana lil-insani aduwwun mubin, hakika shetani kwa binadamu ni adui. Subhanallah. Idha nayo husni nia, anayo husni dhanni kwa watoto wake, na watoto wake kawalea mwenyewe, na kadhalika sisi kadhalika lazima tujifundishe tuwe na husni dhanni kwa watu. Na pia kadhalika darasa nyingine ambayo tunajifundisha katika hii aya, sio kila kitu lazima tuambie kila mtu. Yani ikiwa huyu ni baba alimwambia mwanawe, asiwaambie ndugu zake, hawa watu wa karibu. Fama bali inna sisi kila habari zetu ziko kwa kila mtu. Idha kuna vitu vingine mafudhi sio kila mtu anajua. Kuna sababu. Inaweza kuwa ni kama alivyosema Mtume sallallahu nabina Yaqub alayhi salam, shetani watawatia wasiwasi ndugu zako, shetani atawatia ndugu zako, lakini hawezi kusema ndugu zako ni mahasidi au ndugu zako ni maadui, lakini shetani amewatia wasiwasi. Na kadhalika binadamu anatia wasiwasi hata kwa ukaribu wa watu. Idha la kufanya nini? Kuwa na husni dhann kwa wenzetu, na kadhalika pia kuwa nini? Ni wenye kuwa sio kila kitu chetu tunakitoa kwa kila mtu, au sio kila kitu tunakisema kwa kila mtu. Kwa hadithi nyingine maana hii hadith au maana yake hadith, au si yani kama ilivyokuja baadhi yake katika hii hadith, kuwa nini tuchukue vitu vyenu, yani aqdhi hawaijikum bilkitman, yani fanya mambo yenu kwa nini? Kwa kuficha, sio kwa kuficha bali kwa kunini, sio kwa kusema kwa kila mtu. Kwa sababu ya nini? Ya kuepusha vitu kama hivi. Sengine kile kwa kitu hakijakuwa kichatembea kwa kila mtu, sengine kile kwa kile kitu kwa sababu mtu kajua kaenda kuharibu. Na hasa vitu kama ndoa mathalan, utakuta mtu kasikia umekwenda kuchumbisha, atakwenda yeye atakwenda kuharibu kule. Subhanallah. Mmoja kanambia kamharibia hasa mtoto wa mwenzake, na ni rafiki, mama rafiki, kamwambia rafiki yake, mwanangu kaja kuposa. Katoka ile rafiki kaenda kuambia wale watu wa mume kama hakufaini huyo mtoto wa kike. Subhanallah. Halafu baadaye hoja kusikia kaza ni yule mtoto mwingine ndio kaolewa. La hawla wala quwwata illa billah. Yote ni kwa sababu ya nini? Ya vitu kama hivyo. Mtu anaona uchuyu, anatamani huyo mtu au huyo bwana harusi au huyo mume au huyo riski ije nini? Ije kwangu. Idhan hii ndio darasa ambayo tunasoma leo.
na tuwe na nyoyo husni dhan binnas, na husni dhan billah awalan, na husni dhan binnas kadhalika, na husni dhan ya baina kwa nafsi zetu kadhalika. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.